Zuchu ipo moyoni. Zuchu ni Mzanzibari. Wazanzibari wananongwa. Kuna kitu kinaitwa nongwa. Anayo ile. Usifikie kucheka, kumuona baba wa mtoto sio dhambi. Yaani huwezi kumnyima mtu haki yake. Sawa, umeelewa? Huwezi kumnyima mtu. Lakini swala la mapenzi, nongwa iko. Zuchu hakutaka mtoto wa Ricardo aitwe Alia. Anasema anamwamini. Zuchu kasema nimefurahi kumuona baba wa. Hakusema nimefurahi kumuona mpe. Tumieni hahitaji D2. Nimefurahi kumuona baba wa. Sijafurahi kumuona mpe. Na watu wakajiuliza kwa nini sherehe imefanyika kwa Zuchu si kwa Diamond? Ndio, wewe una akili. Maana yake sisi tutabaki kuwa walezi. Na Zuchu kanihakikishia, kaambia kakangu usilie. Alikwambia hivyo? Anambia usilie usiku. Yuko anakwenda leba, anambia usilie. Zuchu anakwenda leba na usilie. Hakuna kitu unachofikiria wewe. Nikasema nakuamini. Mjomba, umetoa shingapi kama zawadi jana? Labda ulituma. Sisi tunaogopa riha. Wanasema kwamba Diamond amewafunga midomo wa Mbeya wote na wewe. Tena salamu imfikie Ricardo Momo. Ricardo Momo, huna adabu. Mimi mjomba, na nimhakikishie watabaki wao kuwa wazazi, lakini swala la mapenzi kwa Zuchu no. Na nimemwambia Zuchu tatafuta mume wa Kiislamu mzuri atamuoa. Kaniambia kakaangu, hilo ni kuhakikishia, hatuwezi kumnyima haki ya mzazi, lakini swala la mapenzi wasahau. Zuchu usikie ana akili. Tunapokea kama mlivyokuja, alafu tunarudisha kama mlivyokuwepo. Umezungumza hapo kwamba jana umepewa deni la milioni 100, lakini watu wameshangaa kuona nyumba yako imepigwa utepe, kwamba unadaiwa, una madeni. Sasa hili silikuwa tiza na wewe, nilikuwa nauza viwanja au kesho yake ujaona nauza viwanja. Mimi kazi yangu kuwavuruga tu. Nilikuwa nauza viwanja kutoka Surveyed Plot Company. Kwa Surveyed Plot Company walitaka mshindo, nikamwambia mshindo napiga utepe nyumba yangu. Nikapiga utepe, kesho yake nikauza viwanja. Kumbe naona napenda kiki kama adai. Sio kupenda kiki, attention. Ni waandae kisaikolojia. Nimeuza viwanja 78 baada kuwatangaza Surveyed Plot Company. Viwanja 78 haijawahi kutokea Afrika Mashariki. Viwanja 78 vimeuzwa kwa wakati mmoja. Ulitaja jinsia ya mtoto wa Zuchu na ukataja mpaka jina. Lakini jana tunaona jinsia ya mtoto ni wa kike bwana. Mungu ni mkubwa kuliko binadamu. Tunakisia. Mungu ni mkubwa kuliko tunakisia. Najua Zuchu anapenda jina la Fadi. Hata anapenda Fadi, anapenda Mudiru. Si mtoto wa Kiislamu yule au watampa jina la bibi yake Zuchu. Upande wa mama. Masuala ya Urundi nini? Umeambiwa bana Mwijaku kama sio Mtanzania. Na ukaona na wapi mbunge sio Mkongo. Yeye muulize sio Mkongo. Barua yake ipo kwa speaker pale. Au hujui? Mwijaku ulisema kwamba kuna namna Zuchu walimdisrespect Ricardo Momo kumuita mtoto wake Alia. Sana walimmock. Unajua kummock mtu. Kwani kuna ubaya gani? Walimmock dhihaka. Na ile hajasahau, usikie Zuchu kasahau. Kumbe ameliweka moyoni. Waislamu kuna kitu kinaitwa riha. Katika Qur'ani imetajwa mara 12. Jiepusheni na riha hasa mnapopata jambo la jema. Sema masha Allah. Kuepusha husda na chuki. Mimi nimelelewa, mimi sio kama Mwambino. Nimesoma dini naijua. Kuna kitu kinaitwa riha. Mtafute Sheikh Walidi mwambie riha ni nini, atakwambia. Mimi sio miongoni mwa watu wa kuonyesha riha. Jambo lile halipaswi kufanya kile kilichofanyika. Mkono wa shoto hauoni. Mashaallah. Jazakallahu khair. Mmelimaliza na Doto Magari? Apime. Alisema atakupeleka apime. Aende na kama naambia huyu apime ili mnifunge. Apime nini? Unauliza apime nini tena? Apime. Mama Dangote ni mzazi. Unahisi ni sawa kujiweka mbali kwenye matukio muhimu kama haya ya Zuchu kuonyesha jinsia ya mtoto wake ambaye mtoto wake wa kiume ndiye aliyempatia ujauzito? Zuchu na ni mke wake pia. Mzazi haulizwi. Mzazi huwezi kumquestion mzazi. Mzazi chochote anachofanya ni sawa, haki yake. Wala Zuchu hapaswi kumquestion mzazi. Yule ni mzazi wake. Uquestion, haupaswi kumquestion. Alisema kwamba hovyo. My mother hajaadhiniwa. Tukikupa nafasi ya kumshauri Diamond Mwijaku utamshauri nini?
akapiga goti kwenye makaburi ya vilembo wa bibi yake, hawezi kuwa sawa mpaka dunia inaisha. Kwa sababu mtafute siku nyingine nitakwambia kwa sababu gani. Chukua hiyo. Asanteni sana. Huyu sio mnyonyaji. Inueni maiki. Hivi kuna watu wamejua wananyonya. Koi anawanyonya wewe usemi. Mimi ndo nakwambia. Ndo nakwambia sasa nashika kaka. Ndio unajua. Kwa hiyo nikwambie, comedian mlikuwa mnanyonywa. Kama comedian mlikuwa mnanyonywa, hebu sikizeni basi. Hapa. Kama comedian mlikuwa mnanyonya, sasa fursa hapa. Ndio mchongo mzima. Nimesikia. Nisikilize vizuri. Koi si anawanyonya, anawaibia, wanalalamika mpaka nyinyi mkaja na watu baki. Sasa fursa hapo. Umeona fursa hapo? Ndio. Hauhitaji kisori, haumuhitaji koi, unahitaji simu yako na mic. Una record content, una upload. Like zikiwa nyingi, comedy zikiwa nyingi, wanakulipa hawa. Pesa ipo. Pesa ipo. Wazi wazi. Sema fursa hapo. Fursa hapo. Pesa ipo. Pesa ipo. Comedian hapa ndio hamtotapeliwa tena. Sikia, fursa hapo, pesa nyingi kushinda Katoro. Pesa nyingi sana. Kuna pesa nyingi sana mdogo wangu. Kushinda Katoro. Kwa sababu kuna kitu kimoja nikwambia, ukiacha tu hiyo. Wewe si mtu wa content. Ukiwa na leki nyingi unaokota. Lakini wewe si mtu ambaye unapenda madili. Miradi ipo mle. Lakini wewe si mtu ambaye unapenda project na creativity. Mipango ipo mle. Unangoja nini? Huyu ndio comedian namba moja. Tatizo lake hajitambui, muoga. Anatembea na mke wa mtu. Bwana DC, hongera sana kwanza. Mambo vipi? Safi kwema. Kitaa kimekumisi sana DC. Nimesikia kuhusu fursa hub kwanza. Fursa hub tumesikia na ushatuelimisha vya kutosha, ndio. Maana yake ndio sehemu ya kutengeneza nini? Pesa. Sasa hivi na nyinyi hapo mnaweza kutengeneza content sasa hivi. Msio waandishi tu, mnatengeneza na content. Umelia sana jana DC. Kawaida. Asante. Kwa nini kilio kile kwenye gari? Ukisema amenivua nguo unakosea. Hajanivua nguo. Yeye hajanivua nguo, ila naamini kwa sababu niliongea naye kabla hajaenda Muhimbili. Kabla hajaenda hospitalini. Akanambia huwezi kumkataa baba wa mtoto, lakini masuala ya mapenzi mwingi yako hapa hakuna. Hujaona mdomo wangu? Wakati ananishikashika mdomo wangu nikamwambia nimeona. Akambia siwezi kumkataa baba wa mtoto, which is right. Haki ya mzazi huwezi kunyima. Akasema siwezi kunyima haki ya mzazi, lakini kwenye swala la mapenzi mwingi yako sahau. Nikuhakikishie. Yaani hapa ndo asahau tena. Ila baba haki yake ya mtoto nitampa. Milioni 78. Haijalishi. Dola za Kimarekani. Haijalishi, bado thamani ya Zuchu ni kubwa kuliko milioni 78. Wewe unaweza kufanya kila alichokifanya. Wewe ndio ukafanya zinaa utoe milioni 78? Hapana, Mwambino bado. Tena ile anaonyesha kwa hiyo tayari kufanya umalaya. Mwambino maana yake anaonyesha kwa tayari kufanya umalaya, ataongeza hela. Lakini pia amefurahi kupata mtoto wa kike ambaye anakuja. Lazima afurahi. Mtoto wa kwanza sasa alikuwa hana haki naye, au ulikuwa hujui? Mtoto anakuja kwa mwaka mara 2 tu. Sasa hivi atakuwa na mtoto ambaye anamuona full time. Tulimpaka nafasi sisi na Hamisa, mtoto wa kiume akalinga. Kwani aliringaje? Alileta ujuaji. Wewe mtoto wako unataka DNA ya nini? Damu yako DNA ya nini? Basi hata na mashaka. Sawa, uko na mashaka sawa. Kampata mtoto wa kike. Huwezi kufanya DNA kuhusu Marichu. Hapana. Ukimwangalia Marichu unauliza kuhusu vipi? Ukimwangalia Marichu unahitaji DNA ya nini ndugu yangu? Utakuwa mgonjwa wewe. Marichu DNA. Ndugu wangu, Marichu DNA kweli? Wewe mwandishi, unamjua Marichu vizuri. Copy and paste. Lakini watu wengi wanajiuliza kwa nini DC hakutokea kwenye jambo la Zuchu. Nilipaswa nije, lakini sasa nilikuwa na mkakati, nilikuwa na maokoto pale, nilikuwa Nax nafanya production. Nax Skin Care pale. Dili nimeclose, yule mkurugenzi wa Nax kanipa shilingi milioni 100 jana. Siku nzima nimefanya tangazo na leo ndo nimemaliza. Na iachaje milioni 100?